Vita ya Israeli na Irani ambayo inaendelea kwa takribani wiki moja mpaka hivi leo tarehe 19 ya mwezi Juni mwaka 2025 imetuzamisha kwenye neno la Mungu kutoka kwenye Biblia ambayo inatumiwa na Wakristo hasa hapa nchini kwetu Tanzania. Ni upi mtazamo wa Biblia kuhusu nchi ya Irani? Ni simulizi kidogo. Vita baina ya Irani na Israel imedumu kwa takribani wiki moja mpaka hivi sasa, ikihofia kuwa vita hii inaweza kugeuka kuwa vita kuu ya dunia ya tatu au vita vya nyuklia duniani. Lakini watu wengi wanajiuliza maswali mengi sana juu ya historia ya Irani. Je, unajua Biblia inasema nini kuhusu taifa hili la Mashariki ya Kati la Irani? Biblia inawataja Waajemi kama moja ya jamii kongwe sana kuwepo duniani, huku kiini cha ufalme wao ikiwa ni Uajemi, yani Persia au Peresi, wahamiaji wa kabila la Kiajemi au Indo-European Persians ambao walikuwa pia ni wafugaji wa kuhamahama kutokea Urusi ya sasa. Waliingia katika nyanda za juu za Irani ya sasa mwishoni mwa karne ya pili kabla ya Kristo. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mfalme wa Waashuru aitwaye Shalmanes wa tatu ndiye alikuwa mkuu wa kwanza kukusanya kodi kutoka kwa jamii ya Waajemi au mwaka wa 886 kabla ya Kristo. Jamii hiyo ya Waajemi iliishi Parisua. Mrithi wake ndiye aliyeanzisha nchi ya Pariswashi karibu na guba ya Uajemi, na hadi sasa eneo hilo huitwa Farisistan. Parasi ni neno la Kiebrania kuhusu nchi hiyo na ndio limetoka neno Persia ambayo kwa Kiswahili ni Uajemi. Biblia inataja baadhi ya watawala wa kwanza wa dola ya Kiajemi wakitawala tokea Shushani, Ngome au Susa. Achamaenes ndiye mtawala wa kwanza mwanzilishi wa dola ya Uajemi na alitawala yapata mwaka 680 kabla ya Kristo. Mkuu wake wa kwanza aliitwa Cyrus wa kwanza, ambaye alianzisha kupigana vita ya kujitenga kutoka ufalme wa Assyrian, lakini alishindwa. Ila Cyrus wa pili, ambaye alikuwa mjukuu wa Cyrus wa kwanza, alifanikiwa kujitoa kwa ufalme wa Wamedi na kuteka mji mkuu uitwayo Ekbatana mwaka 550 kabla ya Kristo. Huyu ndiye ambaye historia itamkumbuka kama Cyrus the Great, Cyrus mkuu. Inasemekana kuwa kaburi lake liko nchini Pakistani ya sasa. Tarehe 29 Oktoba mwaka wa 589 kabla ya Kristo aliweza kuiteka Babeli. Habari hii imeelezwa pia katika kitabu cha Danieli sura ya 5 na mstari wa 30. Lakini mambo mengi juu yake na ufalme wa Waajemi vimeelezwa vizuri kabisa sura ya 6 ya kitabu cha Danieli. Kwa ujumla, vitabu vya Ezra, Nehemia na Esta huelezea jinsi ufalme wa Uajemi ulivyokuwa katika kilele chake kabla ya kuangushwa na Wagiriki. Historia ya uadui kati ya Wayahudi na Waajemi imeelezwa zaidi ndani ya kitabu cha Esta, kati ya Esta, Mordekai na Hamani. Ule waraka wa Hamani uliandikwa kwa ushawishi wa Hamani ili kuangamiza Wayahudi, ndio inagusia kiini cha nia ya Waajemi kutaka kufuta taifa la Israeli katika uso wa dunia. Lakini kabla ya hapa, Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Waajemi, ambapo Nehemia ndiye alikuwa
gavana aliyeteuliwa na mfalme wa Ajemi kuitawala Yerusalemu, akiwa kama mwakilishi wa utawala wao, kama vile ambavyo Waingereza walitumia machifu kutawala nchi kadhaa za Tanganyika. Uajemi ulikuwa ni ufalme mkubwa sana kabla ya Kristo, ambao ulioangushwa na Wagiriki, na Wagiriki wakaja kuangushwa na Warumi, lakini Warumi nao wakaja kuangushwa na Waturuki, yani Ottoman Empire. Waturuki waliangushwa na Warusi wakishirikiana na Waingereza pamoja na Wafaransa, lakini wakaibuka Wajerumani na ambao pia waliangushwa na Waingereza kwa kushirikiana na Wafaransa, Wamarekani na Warusi. Kwa sasa Waajemi ni jamii kubwa duniani na wako katika nchi kadhaa ambazo ni Pakistan, Iran, Afghanistan, Uzbekistan na nchi zote zinazoingia na herufi 3 za stan kama Kazakhstan, Uzbekistan huko. Hii ndo kiini cha nchi ya Irani ambayo leo hii inapambana vikali kujikomboa kutoka kwenye makucha ya Mwisraeli.